There are a few things you have to remember. Kuna mambo machache ambayo unatakiwa kuyakumbuka. Number one, jambo la kwanza, if you don't know who you are, kama haufahamu wewe ni nani, people will tell you who you're not. Watu watakwambia wewe si nani. There are a lot of people who are listening to me tonight. Kuna watu wengi sana wananisikiliza usiku huu. Because you don't know who you are. Kwa sababu haujui wewe ni nani. Your parents have told you who you're not. Wazazi wako wanakuambia wewe si mtu wa aina gani. School have told you who you're not. Shule inakueleza kuwa wewe si mtu wa aina gani. Your friends have told you who you're not. Marafiki zako wanakuambia kwamba wewe si mtu wa aina fulani. Some people have told you you are nothing. Baadhi ya watu wamekuambia wewe si kitu. Some people have told you you are going to become nobody. Kwa baadhi ya watu wamekuambia wewe hauendi mahali popote. When you don't know who you are, kama haufahamu wewe ni nani, people will always tell you who you are not. Watu siku zote watakueleza kwamba wewe si mtu wa aina fulani. When David wanted to face Goliath, Daudi alipotaka kukutana na Goliati, he shared it with his brothers. Akaongea na kaka zake. And his brothers started telling him, na wakaanza kumwambia, we know you. Tunakufahamu vizuri. You are a proud young man. Wewe ni kijana mwenye kiburi. You cannot face this giant. Hauwezi ukashindana na mtu huyu. But simply because David knew who he was. Lakini kwa sababu tu Daudi alijua yeye ni nani, he didn't accept their opinions of life. Hakukubali mawazo yao juu ya maisha yake. Because when you know who you are, kwa sababu ukijua wewe ni nani, it doesn't matter what other people are talking about you. Haijalishi kabisa watu wengine wanaongeaje juu yako. You can tell them who you are. Wewe unaweza ukawaeleza wewe ni nani. But the other thing you need to remember, lakini kitu kingine unachotakiwa kukumbuka, you can only do things in life, unaweza ukafanya tu vitu kwenye maisha at the level of your personal identity. Kwenye kiwango kile ambacho unajitambua. You can achieve things in life, unaweza ukafanikisha kwenye maisha at the level of your personal identity. Kwenye kiwango kile unachojitambua mwenyewe. You cannot go beyond your personal identity. Hauwezi ukaenda juu zaidi ya vile unavyojitambua. When God appeared to Jeremiah, Mungu alipomtokea Yeremia, in Jeremiah chapter 1 verse 6 to 7, kwenye Yeremia sura ya kwanza mstari wa 6 na wa 7, he told him, I've chosen you. Akamwambia kwamba nimekuchagua To become the prophet into the nations. Uwe nabii kwa mataifa. And this is what Jeremiah said. Na hivi ndivyo ambavyo Yeremia alisema. You know, I'm just a child. Unajua mimi ni mtoto tu. I cannot speak. Siwezi kuongea. You know, every time na kila mara you define your life to the level of your identity, unapojitafsiri maisha yako kwenye kiwango cha jinsi unavyojitambua, there are a lot of people who are less qualified than you are. Kuna watu wengi sana ambao hawakidhi viwango ulivyo navyo. But they are doing great things in life than you can do. Lakini wanafanya vitu vikubwa sana kwenye maisha zaidi ya vile unavyovifanya. Not because they are so much talented. Si kwa sababu eti wana vipawa vikubwa zaidi yako. Not because they have gone to school. Because they know who they are. Ni kwa sababu tu wanafahamu wao ni akina nani. Once you discover your identity, ukitambua utambulisho wako, nothing can limit you in your life. Hakuna kitu chochote kinachoweza kuingia kati ya maisha yako. Nothing can stop you in your life. Hakuna kitu kinaweza kukuzuia kwenye maisha yako. A lot of limitations in your lives. Vikwazo vingi kwenye maisha yako, they are not real limitations. Sio vikwazo vilivyo halisi. They are limitations you have put in your mind. Ni vikwazo tu ambavyo umeviingiza kwenye akili yako. There are limitations because of our backgrounds. Ni vikwazo tu ambavyo unakuwa navyo kwa sababu ya nyuma ulikotokea. I remember one time I heard a story from Bill Graham. Ninakumbuka siku moja nilisoma hadithi ya Billy Graham. Actually it was Kenneth Hagin who said it. Kenneth Hagin. Alikuwa ni Kenneth Hagin actually alisema. He told a story of a young lion, a cub. Aliongea juu ya hadithi ya mtoto wa simba. He said there was a man in a village who was keeping animals. Akasema kwamba kuna mtu kijijini alikuwa anatunza wanyama. And he was keeping sheep as well. Na alikuwa sheep. Alikuwa anatunza kondoo vile vile. So one time, siku moja, he went for hunting in the bush. Alienda kuliwinda porini. And he found a baby lion. Na akamkuta mtoto wa simba. And there was no mother around him. Na hakukuwa na mama yake pembeni. So he took the baby lion. Kwa hiyo akamchukua yule mtoto wa simba. It was very small. Alikuwa ni mdogo sana. And he kept the baby lion with the sheep. Na akamweka yule mtoto wa simba miongoni mwa kondoo wake. So now and then, kwa hivyo sasa ilipofika, he was taking the sheep to go and drink water at the river. Alikuwa anakwenda kuwachukua kondoo kwenda kunywa maji kwenye mto. And the baby lion was among the sheep as well. Na yule mtoto wa simba alikuwa miongoni mwa wale kondoo. So when the sheep were going to take water in the river, kwa hivyo kondoo walipokwenda kunywa maji kwenye mto, the baby lion was among the sheep. Yule mtoto wa simba alikuwa miongoni mwa wale kondoo. The baby lion didn't know that he was a lion.
Na yule mtoto wa simba hakujua kwamba yeye ni mtoto wa simba. And many times, Na hivyo ndivyo mara nyingi sana, when they went to the river, walipokwenda mtoni, there were times that lion came again. kuna wakati ambao simba walikuja. And these sheep ran for their lives. Na wale kondoo wakakimbia kuponya maisha yao. And the baby lion also ran for his life. Na yule mtoto wa simba vile vile naye akakimbia pamoja na kondoo. He didn't know he was running from his own family. Hakujua kwamba alikuwa anakimbia kutoka mbali na familia yake mwenyewe. So he kept on doing that for many times. Kwa hivyo akaendelea kufanya hivyo mara nyingi sana. But one day, lakini siku moja, as he was drinking water, alipokuwa anakunywa maji, he looked at himself on the water. Akatazama sura yake ndani ya maji. And he was starting asking himself questions. Na akaanza kujiuliza maswali. It looks like I look like those I'm running from. Inaonekana kama ninafanana na wale ambao ninawakimbia. He looked at his eyes. Akatazama macho yake. They were similar to the animals he's running from. Yanafanana na macho ya wale wanyama ambao anawakimbia. He looked at his ears. Akatazama masikio yake. He looks similar to those animals he's running from. Yanafanana na masikio ya wale wanyama ambao anawakimbia. He started asking questions. Akaanza kujiuliza maswali. He said to his friends, akaanza kuuliza marafiki wake, among the sheep, wale miongoni mwa kondoo, who are these animals that we running from? Akawauliza hawa wanyama ambao tunawakimbia ni akina nani? And they started telling him, na wakaanza kumwambia, these are lions. Hawa ni simba. They eat sheep. Wanakula kondoo. If you don't run for lives, usipowakimbia kuponya maisha yako, you are going also to be eaten. Wewe utaliwa vile vile. And he started asking them question again. Na akaanza kuwauliza maswali tena. Why do I look like them? Kwa nini mimi ninafanana nao? And they couldn't answer that question. Na hawakuweza kumjibu swali hilo. So this time he went to the river. Kwa hivyo mara hii akaenda mtoni. When the lion came, na mara simba walipokuja, they started chasing the sheep. Wakaanza kukimbiza wale kondoo. Every other sheep ran away. Kila kondoo alikimbia. But baby lion refused to run away. Lakini yule mtoto wa simba akakataa kukimbia. He said, I look like them. Akasema mimi ninafanana nao. I can't run from them. Siwezi kuwakimbia. So when he didn't run, kwa hivyo wale wengine walivyokimbia, other lion came near to him. Wale simba wakamkaribia. And they looked at him. Na wakaanza kumtazama. They said, this is our fellow lion. Wakasema huyu ni simba mwenzetu. They welcomed him in their family. Wakamkaribisha kwenye familia yao. From that moment onward, kwa hivyo kuanzia wakati huo na kuendelea, he never ran from lion again. Hakuwakimbia simba tena. There are many things that are going on in your lives. Kuna mambo mengi ambayo yanaendelea kwenye maisha yako. That they look like they are challenges in your lives. Ambayo yanaonekana kama changamoto kwenye maisha yako. They look like they are obstacles in your lives. Yanaonekana kama vikwazo kwenye maisha yako. But when you discover who you are, lakini utakapotambua wewe ni nani, once you know who you are, utakapofahamu wewe ni nani, you will not run from them. Hauwezi ukazikimbia changamoto hizo. You will be running towards them. Utaanza kuzikimbilia kuzifuata. And tonight I want you to change your perspective of who you are. Na leo nataka ujichunguze na kufahamu wewe ni nani. The other thing I want you to remember, kuna kitu kingine ambacho nataka ukikumbuke. It is how you see yourself, ni jinsi gani unajiona, that determines what you become in life. Ndicho kinaamua wewe utakuwa nani kwenye maisha yako. It is not what others say about you. Si vile ambavyo wengine wanakuona. It is not what others say about you. Si vile ambavyo watu wanasema juu yako. The book of Proverbs chapter 23 verse 7. Kwenye kitabu cha Mithali sura ya 12 mstari wa 7. 23 verse 7. Mithali sura ya 23 mstari wa 7. The Bible says, Biblia inasema, as the man thinketh in himself, so is he. Jinsi mtu aonavyo nafsi mwake ndivyo alivyo. So it's not about how other people see you. Kwa hivyo sivyo vile ambavyo watu wengine wanakuona. It is about how you see yourself. Ni vile ambavyo wewe unajiona mwenyewe. Other people can see you as failure. Watu wanaweza kukuona kama mtu aliyeshindwa. But how do you see yourself? Lakini wewe unajionaje? Other people can see you as useless. Watu wengine wanaweza kukuona kwamba haufai. But how do you see yourself? Je, wewe unajionaje? Can somebody say to yourself, je, kuna mtu yote anaweza kusema juu ya nafsi yake mwenyewe, I was born to become great in this life? Ya kwamba nilizaliwa kuwa mtu mkuu katika ulimwengu huu. Can you say to yourself this night, hebu sema tena usiku huu kwa ujiambia mwenyewe, I was born to become great in this life. Nilizaliwa ili kusudi niwe mkuu katika maisha haya. So it doesn't matter what label have been given unto you. Kwa hivyo haijalishi watu wamekubandikia lebo gani. I know there are people in this place tonight. Ninafahamu ya kwamba kuna watu kwenye uwanja huu usiku huu. You have given up because of what other people have said about you. Umekata tamaa kwa sababu ya vile ambavyo watu wengine wamesema juu yako. Remember what the Bible says. Hebu kumbuka Biblia inavyosema. It is not what people say about
about you. si vile watu wanavyosema juu yako. It is what you say about Ni yourself. kile ambacho unaweza kuwa unasema juu yako mwenyewe. When other people say to me, Wakati wengine wanasema ya kwamba mimi you will fail. utashindwa, When they say it to me, labda wananiambia you cannot become great. hauwezi kuwa mtu When they mkubwa, say to me, labda you wananiambia are not going to get far. ya kwamba hauwezi kufika This mbali. is what I told them. Hivi ndivyo ambavyo huwa ninawaambia That is your opinion. ya kwamba hayo ni mawazo You are yako. free to say anything you want. Uko huru kusema chochote unachotaka. But my life will not become what you say. Lakini maisha yangu hayawezi kuwa vile wewe My unavyosema. life will become what I say. Maisha yangu yatakuwa vile ambavyo mimi mwenyewe So ninasema. I refuse to take what other people talk about Kwa hivyo me. ninakataa kabisa kufuata mwelekeo ambao watu wengine wanasema. That's why every morning when I wake up, Ndio sababu kila asubuhi ninavyoamka, I speak to myself. ninaongea juu ya nafsi I yangu talk mwenyewe. to my future. Ninaongea juu ya mstakabali I say, wangu. Joel, Ninasema dunia, Joel, Joel, you're going to become great in this life. wewe utakuwa mtu mkuu katika You're nchi going to hii. get far in this life. Utafika mbali kwenye maisha You're going haya. to change the lives of people. Utabadili maisha ya watu. You're going to touch the lives of millions of people. Utagusa maisha ya mamilioni ya I watu. don't wait for someone to tell me that. Na sisubiri mtu mwingine aniambie hivyo. Because as I see myself, Kwa sababu vile ninavyojiona mwenyewe, that's how I'm going to be in my life. hivyo ndivyo nitakavyokuwa kwenye maisha So yangu. how do you see yourself? Je, unajionaje wewe What mwenyewe? do you say about yourself? Je, unasemaje juu yako Can mwenyewe? you speak to yourself tonight? Je, unaweza kusema na nafsi yako Can mwenyewe you usiku speak huu? to yourself tonight? Je, unaweza kujiambia mwenyewe usiku Can you huu? say it doesn't matter what people say? Je, unaweza kusema haijalishi namna ambavyo I'm watu wengine going to wanasema, achieve my dream in this life. nitafikia ndoto zangu katika maisha It doesn't yangu. matter what people say about me. Haijalishi watu wengine wanasemaje juu yangu. I'm going to live my dream in this life. Nitaishi sawasawa na ndoto zangu katika maisha Because yangu. as the man thinketh in himself, Kwa sababu namna ile ile ambayo mtu awazavyo nafsini mwake, so shall he be. ndivyo atakavyokuwa. Can you put your hands together to Jesus? Je, unaweza kuweka mikono yako pamoja ukampigia Yesu makofi? Now, what destroys the identity of people? Sasa nini, kitu gani kinachoshikilia utambulisho wa watu? What destroys the identity of people? Kitu gani kinaharibu utambulisho wa watu? What happens that people lose their identity? Nini kinatokea na watu wanapoteza utambulisho wao? Because there are a lot of people in this life Kwa sababu kuna watu wengi sana katika dunia hii who are destined to become great, ambao wameamuriwa kuwa watu wakubwa, whom God has designed them to change nations, ambao Mungu amewaumba ndani yao kubadili dunia, whom God has given them talents to touch millions of ambao people, Mungu amewapa vipawa kugusa maisha mamilioni ya whom watu, God has designed them to own big businesses, ambao Mungu amewaumba na amewatengeneza kuwa na biashara kubwa, but they die as common men. lakini wanakufa kama watu wa kawaida tu. They die as non-entity in this life. Kama wanakufa kama watu wasiokuwa na utambulisho wowote katika maisha yao. What destroys the identity of people? Ni nini kinachoshikilia, kinachoharibu utambulisho wa watu? Number one Na jambo la kwanza is self-doubt because of what they have gone through. ni kujiwekea mashaka wao wenyewe kwa sababu ya yale ambayo wamepitia. Self-doubt because of what they have gone through. Kujitilia mashaka wao wenyewe kwa sababu ya yale ambayo wamepitia. Because of their pasts. Kwa sababu ya maisha yao yaliyopita. Because of the pain they have experienced. Kwa sababu ya maumivu na uchungu ambao There are a wamepitia. lot of things have happened in your life, Kuna mambo mengi yanaweza kuwa yanatokea kwenye maisha and you are yako doubting yourself. na unajitilia mashaka wewe mwenyewe. Perhaps you are here tonight. Jibu la usiku huu, Perhaps you are here tonight. yamkini uko mahali hapo usiku huu, And because of the pain you have gone through in your life, kwa sababu ya uchungu na maumivu unaopitia, because of the experience you have gone through in your life, kwa sababu ya mambo ambayo unapitia kwenye maisha you are yako, doubting your own future. unajitilia mashaka wewe mwenyewe. You're asking yourself, Unajiuliza mwenyewe, will I really make it? je, ni kweli Will nitafanikiwa? I really achieve this dream? Je, ni kweli nitafanikisha Will jambo I hili? really enjoy life again? Je, nitaweza kufurahia maisha tena? I've got good news for you. Nina habari njema kwa ajili If yako. you open a new chapter tonight, Ukifungua kurasa mpya usiku huu, there's a still hope for you. kuna matumaini kwa ajili Because yako. the Bible says, Kwa sababu Biblia inasema even when the tree is cut down, hata pale mti ambapo unakuwa umekatwa kabisa when chini, it remains beside the waters, je, ukibaki ndani ya maji it will sprout back again. utachanua upya tena. Don't lose hope, Usikate tamaa, because God has got good plans for you. kwa sababu Mungu
Ana mipango mizuri kwa ajili yako. Don't doubt your future. Usitilie mashaka mustakabali wako. It doesn't matter what kind of pain you are feeling right now. Haijalishi ni uchungu wa aina gani unaopitia hivi sasa. Perhaps it's the pain of loss. Yamkini ni uchungu wa kupotelewa. You have lost your loved ones. Umepotelewa na wapendwa wako. You don't know what to do. Haujui tena nini unaweza kufanya. You don't have direction of your life anymore. Hauoni tena mwelekeo wa maisha yako. Kama hautakata tamaa kwenye maisha yako, you shall rise up again. Utaamka tena. If you don't say no to yourself, kama usipojiambia hapana wewe mwenyewe, you shall rise up again. Utaamka tena. So people have given up. Kwa hivyo kuna watu wamekata tamaa. People have lost identity. Watu wamepoteza utambulisho wao because of self-doubt. Kwa sababu wamejitilia mashaka wenyewe. Don't doubt your future. Usijitilie mashaka mustakabali wako. Your future is great. Mustakabali wako ni mkuu. Your future is bright. Mustakabali wako ni mzuri. Your future is big. Mustakabali wako ni mkubwa. Your future is not the hands of men. Kesho yako haiko kwenye mikono ya wanadamu. Your future is in the hands of God. Kesho yako iko kwenye mikono ya Mungu. The second reason why people lose their identity. Jambo la pili kwa sababu gani watu wanapoteza utambulisho wao? It is the feeling of being too late. Ni ile hali ya kujisikia kwamba umekwisha chelewa. It's feeling that I'm too late. Ni hisia kwamba nimekwisha chelewa. You know, in this world people are rushing each other. Unajua kwa watu duniani hapa wanakimbizana. They will tell you you are too late to get married. Wanaweza kukuambia kwamba umekwisha chelewa kuolewa. You are too late, you have not bought your car yet. Umekwisha chelewa kununua gari mpaka saizi hujanunua. You are too late, you have not built your house. Umechelewa sana hujajenga nyumba. You are too late, you have not finished your degree. Umechelewa haujamaliza degree yako. There is not too late with God. Lakini hakuna kuchelewa na Mungu. Joseph had to wait for 13 years for his vision. Yusufu alisubiri miaka 13 kwa maono yake. Hannah was mocked many times by Penina. Anna alidhihakiwa mara nyingi sana na Penina. Remember, it might be too late with men. It might be too late with men. Kumbuka inaweza kuwa kwamba kwa wanadamu ukawa umechelewa. But it will never be too late with God. Lakini haiwezekani ukawa umechelewa kwa Mungu. Don't close your case. Usifunge jarada lako. Don't close your case. Usifunge kesi yako. Don't conclude that it is impossible. Usihitimishe ya kwamba hakuna kinachowezekana. There is still a hope for you if you don't give up. Kuna tumaini kwa ajili yako. Remember what happened to Lazarus. Sikiliza, kumbuka kilichotokea kwa Lazaro. Jesus was told days before. Yesu aliambiwa siku chache kabla. Your friend Lazarus is sick. Ya kwamba rafiki yako Lazaro anaumwa. And Jesus stayed back. Na Yesu akaendelea kubaki alipokuwa. He didn't go to Lazarus. He didn't go to Lazarus. Hakwenda kwa Lazaro. Until Lazarus died. Mpaka Lazaro alipokufa. And Jesus appeared. Na Yesu ndipo akatokea. When he appeared there. Alipotokea mahali pale. They were telling him. Watu wakamwambia. Jesus. Yesu. I wish you could be here before. Heri ungekuwa hapa mapema. And these people were Lazarus' sisters. Watu hawa walikuwa ni dada zake Lazaro. Mary and Martha. Mariam pamoja na Martha. They were telling Jesus. Wakamwambia Yesu. We wish you could be here. Tunatamani kama ungekuwepo hapa. Perhaps you could do something for Lazarus. Labda ungeweza kufanya kitu kwa ajili ya Lazaro. But now it is too late. Lakini sasa umekwisha chelewa. Not only Lazarus is dead. Si tu kwamba Lazaro amekufa. But he is smelling bad. Lakini pia ananuka vibaya. You know there's some people in your life. Unajua kuna watu kwenye maisha yako. When they look at your life. Wakitazama maisha yako. They conclude that God can do nothing about your life. Wanahitimisha kwamba Mungu hawezi kufanya chochote juu yako. They think your case is too serious for God to solve it. Wanadhani ya kwamba kesi yako ni ngumu sana kwa Mungu kuishughulikia. They think it is too late for God to intervene. Wanafikiria kwamba umekwisha chelewa sana kwa Mungu kufanya jambo. But this is what Jesus told the Lazarus sisters. Lakini hichi ndicho ambacho Yesu aliwaambia dada zake Lazaro. He said, didn't I tell you? Akawaambia, je, sikuwaambia? If you would believe. Ya kwamba ikiwa utaamini. You would see the glory of God. Utauona utukufu wa Mungu. While everyone. Wakati wengine wote. Wanted Jesus to perform a miracle of healing. Walitaka Yesu atende muujiza kuponya. Jesus had another thought. Yesu alikuwa na wazo jingine. He wanted a bigger miracle of resurrection. Yeye alikuwa anataka muujiza mkubwa zaidi wa ufufuo. There are people you are in this place today. Kuna watu kwenye maisha yako leo. You wish that God would have intervened last year. Wangeweza wanatamani kwamba Mungu angeingilia kati labda mwaka jana. You are saying to yourself. Unajiambia mwenyewe. I wish Jesus would have done it last year. Heri kama Yesu angeweza kufanya hivi mwaka jana. There is something you don't know. Kuna kitu ambacho ukifahamu. He had not forgotten
forgotten you. Yesu hajakusahau. He was preparing a bigger miracle. Mungu anaandaa muujiza mkubwa tu. Delay is not denial. Kuchelewa si kukataliwa. So if you think God is too late, Kwa hivyo ukifikiria kwamba Mungu amechelewa, I'm here to remind you, niko hapa kukukumbusha He is not too late. ya kwamba bado There is hajachelewa. a bigger intervention. Kuna utendaji mkubwa zaidi. There is a bigger miracle. Kuna muujiza mkubwa zaidi. There is a bigger breakthrough Kuna upenyo mkubwa zaidi that God wants to give you. ambao Mungu anataka akupatie. I remember one time many years ago, Nakumbuka siku moja miaka mingi iliyopita, I was looking for a job nilikuwa natafuta kazi and I applied to a certain place. na nilikuwa nimeomba sehemu kadhaa, And someone who was in that office, na mtu mmoja aliyekuwa kwenye ofisi hiyo, when we had done the interview, tulipokuwa tumemaliza kufanya interview, he called me and told me, akaniita, akanipigia simu, akaniambia congratulations, you have passed. akaniambia hongera, umefanikiwa. It was a job that I was looking for. Ilikuwa ni kazi ambayo nilikuwa naitamani, But they didn't call us to report. They didn't call us to report for some days. lakini hawakunipigia simu kuniambia chochote kwa siku kadhaa. After some time, Baada ya siku kadhaa, when I called back, nilipopiga simu asking them what is happening, kuwauliza nini kinaendelea, this is what they told me. hivi ndivyo walivyoniambia: Something happened kuna kitu kilitokea and we took someone else. na tukamchukua mtu mwingine. I remember that day. Nakumbuka siku hiyo, I was looking for this job for many, many days. nilikuwa naitafuta kazi hii kwa siku nyingi. So I went in my room. Kwa hiyo nikaingia chumbani kwangu, And I started praying to God. halafu nikaanza kumwomba Mungu. God, what is happening? Mungu, nini kilichotokea? I thought like God has left me. Nilidhani kwamba Mungu ameniacha. I thought that God didn't care about my future. Nilidhani kwamba Mungu hajali mustakabali So wangu. I was there crying before God. Kwa hivyo nikawa ninalia mbele za Mungu. And God told me, Mungu akaniambia, when I take anything good from you, ninapokichukua chochote kizuri kutoka kwako, it is because I've reserved something best for you. ni kwa sababu nimeandaa kilicho bora zaidi kwa ajili yako. After 2 weeks, Baada ya wiki mbili, there was an advertisement. likatokea tangazo lingine. I advertised for you and position. Nikatangaza nafasi moja ya kazi, And I got the position. na nikaipata nafasi hiyo. And God reminded me, Na Mungu akanikumbusha, if you had taken that job, kama ungelichukua kazi ile, if you had signed that contract, kama ungelisaini mkataba ule, you wouldn't get this better wewe job. usingepata kazi hii nzuri. So I'm here to tell you Kwa tonight, hivyo nipo hapa kukwambia leo, whatever you missed, chochote ulichokikosa, don't think you have lost it. usizani umepoteza. There's a better plan for you. Kuna mpango bora kwa There's a ajili better yako. future for you. Kuna kesho nzuri kwa There's a ajili yako. better option for you. Kuna namna nyingine nzuri kwa ajili The yako. Bible says in the book of 2 Peter chapter 3 verse 9, Biblia inasema kwenye kitabu cha Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 9, God is not too late with his promise. Mungu hachelewi kutimiza ahadi zake. I'm here to confirm to you tonight, Niko hapa kukuhakikishia usiku huu, whatever you are trusting God for, chochote ambacho unamwamini Mungu kwacho can usiku you huu, shout and say, I will never give up? hebu piga kelele na useme sitakata Can you say, tamaa. I will never give up? Hebu sema sitakata tamaa. Can you say, I will never give Hebu up? sema sitakata tamaa. To the last of your breath, Mpaka kwenye pumzi yako ya mwisho. to the last of your breath, Hadi kwenye pumzi yako ya mwisho. keep on trusting God. Endelea kumwamini Mungu. Because whatever he has said about your Kwa life, sababu chochote alichokisema juu ya maisha it yako will surely happen. kitatokea kwa hakika. Can you put your hands together to Jesus? Tumpigie Bwana Yesu makofi mengi. Now, as I'm winding up, Kwa ninavyokuwa namalizia, how do you regain your lost identity? jinsi gani unaweza kuipokea upya utambulisho uliopoteza? How do you regain back your lost identity? Unawezaje ukaupata upya utambulisho uliopoteza? Number one, Jambo la kwanza, know your source. yafahamu mawazo yako. Know your source, where you're coming from. Fahamu kiini chako, ni wapi Know your ulipotokea. roots. Fahamu mizizi yako. You know, when we live in this world, Unapoishi kwenye dunia hii, we lose our identity tunapoteza utambulisho wetu, because we think kwa sababu tunadhani, our identity is in our background, where we're coming from. tunafikiri utambulisho wetu yawezekana unatokana na maisha yale tuliyoyapitia, Because we think kwa sababu tunafikiri our identity is on the tribe that we're coming from. utambulisho wetu unatokana na kabila ambalo tunatokea, Because we think kwa sababu tunafikiri our identity is based on the family that you're coming
coming from. Utambulisho wetu unatokana na familia ambayo tunatokea. Can I tell you tonight? Je, nikwambie usiku huu? Your identity is not based on your family. Ya kwamba utambulisho wako hautokani na familia yako. Your identity is not based on your clan. Utambulisho wako hautokani na ukoo wako. Your identity is based on the word of God. Utambulisho wako unatokana na neno la Mungu. This is what God told Jeremiah. Hivi ndivyo Mungu alivyomwambia Yeremia. In Jeremiah chapter 1 verse 5. Kwenye Yeremia sura ya 1 mstari wa 5. He said, Jeremiah, alimwambia Yeremia, before I formed you in your mother's womb, kabla sijakuumba tumboni mwa mama yako, I knew you. Nilikufahamu. Before you were born, kabla haujazaliwa, I separated you nilikutenga to become the prophet to the nations. Kuwa nabii kwa mataifa. So this is what the Bible tells us. Kwa hivyo ndivyo Biblia inavyotuambia. Before Jeremiah was conceived in his mother's womb, kabla Yeremia hajautungwa tumboni mwa mama yake, God had a plan for him. Mungu alikuwa na mpango kwa ajili yake. Before your mother was pregnant with you, kabla mama yako hajabeba mimba yako, God knew about you. Mungu alikujua. So it doesn't matter. Kwa hivyo haijalishi if your parents are saying, wazazi wako wamesema, you are nothing, wewe si kitu, you are useless, wewe haufai, you are going nowhere, wewe hauendi popote, it doesn't matter. Haijalishi. What God is saying, kile kitu ambacho Mungu anasema, I knew you before you were born. Nalikujua kabla haujazaliwa. I knew you before you were conceived. Nalikujua kabla haujatungwa mimba. So your background, kwa hivyo maisha yako yaliyopita, is not your identity. Sio utambulisho wako. No one knows you better than God. Hakuna mtu anayekutambua vizuri zaidi ya Mungu. Your teacher doesn't know you. Picha yako haikujui vizuri. Your teacher that doesn't know you. Mwalimu wako hakufahamu vizuri. Your friends are not knowing you better. Rafiki zako hawakujui vizuri. I remember I read a story. Ninakumbuka nilisoma hadithi. Where somebody called Fred. Ya mtu mmoja aliyeitwa Fred. Fred Smith. Fred Smith. When he was at school. Alipokuwa shuleni. At college level. Kwenye ngazi ya chuo. His teacher asked them to come with a project. Mwalimu wao aliwaambia walete kazi maalum. And Fred went home and thought of something. Na Fred akaenda nyumbani akawaza juu ya kitu fulani. He came up with an idea. Akaja na wazo. To form a company. Kutengeneza kampuni. That would be transporting luggages around the world. Ambayo itakuwa inasafirisha mizigo duniani kote. And this is what he said. Na hivi ndivyo alivyosema. I want in 24 hours. Ninataka masaa 24. Wherever the package is sent from any corner of the world. Mahali popote pale ambako mzigo unatumwa duniani kote. Someone should be able to receive it. Mtu fulani lazima aweze kupokea. And his professor, na profesa wake, when he saw the project, alipotazama ule mradi, he gave him C. Akampa alama ya C. He told him, akamwambia, Fred, you are crazy. Fred, wewe huna akili. What you are thinking is out of this world. Unachokifikiria hakiwezi kufanyika duniani. It's not going to happen in your lifetime. Hakiwezi kutokea wakati unaishi. But as I'm talking to you today, lakini napokuwa naongea na wewe leo, this same Fred, huyu, he started a company. Alianzisha kampuni. That company is called FedEx. Kampuni hiyo inaitwa FedEx. Is even alive today, that company. That company is still existing today. FedEx, hiyo kampuni ya FedEx ipo mpaka leo. It is doing the same thing that he said. Na inafanya vile vile alivyosema. That's why if you are here, ndio maana kama uko hapa, never allow your failure to define you. Usiruhusu kushindwa kwako kukutafsiri. Never allow your failure to define you. Usiruhusu kushindwa kwako kukutafsiri. Allow God, who is your source, to define who you are. Ruhusu Mungu aliye kiini chako kukutafsiri. A person who is standing before you tonight, a person who is standing before you tonight, mtu ambaye amesimama mbele yako jioni hii, I tell every time when I speak, ninawaambia watu kila mara naposema. I remember my first result in school. Ninakumbuka matokeo yangu ya kwanza shuleni. In standard 1. Darasa la kwanza. We are 50 of us in a class. Tulikuwa watu 50 darasani. And I was 43rd in that class. Na mimi nilikuwa 43 darasani. That was my first result. Hayo ndio yalikuwa matokeo yangu ya kwanza. And in those days, nyakati zile, when at the end of the term, mwisho wa temu, they call everyone. Walimuita kila mtu. We gather together in one place. Tulikusanyika wote pamoja. And they start celebrating those who are top 10. Na wakaanza kuwafurahia na kuwasherehekea wale 10 bora. They name them. Waliwataja majina. And they clap their hands. Na wakawapigia mikono. And then they name those who are last. Halafu wakawataja wale waliokuwa mwisho. So I was among them. Kwa mimi nilikuwa miongoni mwao. They mentioned my name. Walitaja jina langu. And when you stand there, na pale ndipo
wanaposimama ask everyone to boo you. wanamwambia kila mtu akuzomee. So I was labeled as a failure. Kwa hivyo niliwekewa kibandiko kwamba mimi ni mtu aliyeshindwa. I was labeled as non-intelligent. Mimi nilitambulika kama mtu ambaye sina akili. But you know how what? Lakini unafahamu nini? That was their opinion. Hayo yalikuwa ni mawazo yao. God had got better plans for me. Mungu alikuwa na mpango bora kwa ajili yangu. God had got better future for me. Mungu alikuwa na mpango bora kwa ajili yangu. The same person mtu yule who was booed ambaye alizomewa because he was among the 10 last in class. Kwa sababu alikuwa mmoja wa watu 10 wa mwisho darasani. Because God knew better than they knew me. Kwa sababu Mungu alinijua vyema zaidi walivyonifahamu. When I finished my standard 4, nilipomaliza form 4, kidato cha 4, when I finished form 4, nilipomaliza kidato cha 4, God wanted to prove to everyone Mungu alitaka kuhakikishia kila mmoja that you don't cut short the destiny of a person. Ya kwamba kama hautakatiza, you don't have to cut short the destiny of a person. Hutakiwi kukatisha mustakabali wa mtu. So when I finished form 4, kwa hivyo nilipomaliza kidato cha 4, the same person, mtu yule I did 10 exams. Nilifanya mitihani 10. I got 9 A's. Nikapata A 9, 1 B, B1, and I became the best student nationally. Na nikawa mwanafunzi bora kitaifa. The same person, mtu yule who was looked as a nothing, ambaye alitazama kama si kitu, he became a celebrity of a nation. Nikawa cream ya taifa. So I want to tell somebody who you're here. Kwa hivyo nataka kumwambia mtu aliyeko mahali hapa. I don't know if you have carried over exam. Sijui kama umekwisha fanya mitihani yako. I don't know how many times you have failed in your exam. Sijui mara ngapi umeshindwa kwenye mitihani yako. Can you go back to your source? Lakini unaweza kwenda kwenye kiini chako. Never let the opinion of others usikubali mawazo ya wengine to destroy your destiny. Kuharibu maisha yako ya kesho. Can somebody say with me tonight? Je, kuna mtu anaweza kusema pamoja na mimi usiku huu? God has got good plans for me. Mungu ana mipango mizuri kwa ajili yangu. Therefore I want to tell you tonight. Je, nataka nikwambie usiku huu. Remember God's promises in your life. Kumbuka ahadi za Mungu kwenye maisha yako. This is what God says. Hivi ndivyo ambavyo Mungu anasema. In Jeremiah chapter 29 verse 11. Kwenye Yeremia sura ya 29 mstari wa 11. He says, for I know the plans that I have for you. Anasema kwa sababu ninayajua mawazo unayokuwazia. Declares the Lord. Asema Bwana. Plans to prosper you. Mawazo ya kukufanikisha. And not to harm you. Si kukuangusha. Plans to give you hope and future. Mawazo ya kukupatia tumaini katika siku zako za mwisho. I don't care what plans other people have for you. Haijalishi mawazo gani, mipango gani watu wanayo kwa ajili yako. Perhaps no one is thinking of you. Kila mmoja anafikiria juu yako. Perhaps there's no one who is thinking of you. Yamkini hakuna mtu anayekufikiria wewe. But there's one guarantee I can give you tonight. Lakini kuna mtu mmoja anayekufikiria siku huu. There is God in heaven. Kuna Mungu wa mbinguni. Who is thinking about your better future. Ambaye anafikiria mustakabali wako mzuri. Who is thinking about your better tomorrow. Anafikiria kesho yako bora. Who is thinking about your future. Anafikiri kuhusu kesho yako. Can you rise up on your feet? Je, unaweza kusimama juu? Can you rise up on your feet? Je, unaweza kusimama juu? God has good plans for somebody here tonight. Mungu ana mpango kwa ajili ya mtu mahali hapa. And you don't have to let this night pass just like that. Na utakiwi kuacha wakati huu kupita hivi hivi. Can you make this night as your night of change? Je, unaweza kuamua kwamba usiku huu ni usiku wa mabadiliko? Can you make this night to be a night of new beginning? Je, unaweza kufanya usiku huu kuwa ni usiku wa mwanzo mpya? Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.